Na serikali imepongeza maafisa wa polisi wa Kenya waliohudumu katika taifa la Karibiani lililokumbwa na ghasia la Haiti chini ya ujumbe wa kimataifa wa kudumisha usalama, ikisema kwamba walitekeleza wajibu wao vyema licha ya ukosoaji wa mapema na taarifa potovu zilizoenea kuhusu kutumwa kwao. Mtazamaji, maafisa hao ambao wamerejea baada ya kukamilisha muda wao wa kuhudumu nchini Haiti walikuwa sehemu ya kikosi cha kwanza cha Wakenya kilichotumwa Haiti mwezi Juni mwaka 2024. Waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen aliyekutana na maafisa hao na kupata staftahi pamoja katika chuo cha mafunzo ya polisi wa utawala eneo la Embakasi aliwasifu kwa kudumisha nidhamu, weledi na kuheshimu viwango vya haki za binadamu walipokuwa wakitekeleza majukumu yao katika mazingira magumu. Baada ya miezi 18 katika mstari wa mbele wakikabiliana na magenge katika nchi iliyokumbwa na vita Haiti, zaidi ya maafisa 200 wa polisi humo nchini ambao walitumwa kama kikosi cha kwanza cha uhifadhi amani kwenye taifa hilo wamerejea nchini. Akizungumza katika hafla ya kuwapokea maafisa hao katika eneo la Embakasi, waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alisema kuwa licha ya kukumbana na mashaka na taarifa za kupotosha mwanzoni, maafisa hao walidhibitisha weledi na ustahimilivu wao, wakirejesha utulivu na kulinda miundombinu muhimu na kuwapa wananchi wa Haiti nafasi ya kuanza upya maisha yao. I'm happy that as a result of your mission or your work, you are succeeded, and not just succeeded, exceeded expectations. You carried our purge with integrity, dignity, upheld values far from home, and demonstrated the spirit of Kenya, untainted discipline and compassionate. This is a total professionalism that is portrayed and practiced by the National Police Service. How they worked, how they delivered their mission professionally with a lot of sacrifice and resilience is something that we can pride on and we can adopt as the National Police Service. Maafisa hao walisema kuwa kabla ya kutumwa, magenge ya uhalifu yalikuwa yametoa udhibiti wa miji mikuu, yakiwatoza raia ushuru haramu na kuvuruga maisha ya kila siku, huku kukiwa na msukosuko wa kisiasa uliodumu kwa muda mrefu. That was mission possible. We did what we could to restore peace in Haiti. So the first country that has come back, we have did our part. I'm very happy to be with my family and friends, especially into my country after that long time with a tiresome job where you only think on how to survive. Inspector General wa polisi Douglas Kanja alitangaza kuwa maafisa hao ambao wamerejea watatuzwa siku ya Ijumaa wakati wa sherehe za sikukuu ya Jamhuri. You will join that parade on Friday, sio? Tutuambia wa Kenya wenzetu, hawa maofficers wetu ndio hawa wamefanya kazi kule, na baada ya 18 months, 1.5 years, ni kweli? You are back, sound, strong and ready to serve our motherland. Kenya tayari imetuma kikosi kingine nchini Haiti ili kuhakikisha mabadiliko ya uwajibikaji yanatekelezwa vyema na kulinda mafanikio yaliyopatikana, ikithibitisha tena dhamira ya nchi hii katika kudumisha amani duniani, maadili ya pamoja na uwajibikaji wa kimataifa. Jacqueline Masharia, Darubini.